Mambo yamepamba moto, mambo yamewaka. Listi ya wachezaji wanaondoka ndani ya kikosi cha Young Africans tayari imekwisha toka mapema. Mkeka amekwisha pewa kocha mpya wa Young Africans, licha ya kupewa nafasi ya kwenda kufanya tathmini kwenye mazoezi na viunga vya Young Africans, lakini pia kwa michezo iliyobakia, ili pia na yeye amue kama wanabidi waondoke hao tu au kuna mwingine anabidi kubakia au kuondoka. Tunakwenda kujadili pia sakata zima la kumfanya Nasri bin Nabi kurejea ndani ya kikosi cha Young Africans. Sasa mambo yako wazi, tunakwenda kuzungumza kwa kina pia kuhusiana na sakata la Stefan Aziz Ki na Aaron Okello ndani ya kikosi cha Young Africans. Ni kwa nini superstar huyu anaondoka ndani ya kikosi cha Young Africans? Tunakwenda kujua ni nani huyu, amefanya makubwa mangapi akiwa na Young Africans. Kwa hiyo usisahau kabisa kusubscribe na kuniambia wewe shabiki wa Yanga kutokea maeneo gani, kwa sababu hii ndio channel pekee ya mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans ambao tunakwenda kuzungumza kwa mapana. Lakini tunaanza kwa sakata la mchezaji Aaron Traore ambaye anajiunga rasmi na klabu ya Dar es Salaam Young Africans licha ya kuwa na mwanzo mzuri kwenye karia yake ya mpira. Tunajua kila mtu kwenye mpira amekuwa na story na njia ambayo imemleta kufika mbele ya soka. Bwana mdogo ambaye aliwahi kucheza kwenye timu ya taifa ya Senegal ya miaka chini ya miaka 17 na kufanikiwa kwenda kwenye academy ya kule Barcelona, kama unavyomuona kwenye picha akiwa na timu ya kama Senegal, anaenda kucheza kwenye academy ya La Masia akiwa na potential kubwa ya kuvaa jezi ya Barcelona katika umri wake mkubwa. Mambo yakaenda ndivyo sivyo, akapelekwa nchini Sweden, mambo yakashindikana, utovu wa nidhamu ukazungumzwa sana, lakini nafasi alivyopewa nafasi ya pili akarejea kwenye timu yake ya utotoni, timu ambayo ilimtoa na pale Senegal. Amekuwa gumzo kwa muda mrefu sasa, amekuwa gunzo msimu huu. Goli zake 18, assist 12 zimetosha kuwashawishi klabu ya Dar es Salaam Africans kwenda na kuiwania saini ya mchezaji Aaron Traore. Sasa tunaweza tukazungumza kwa mapana, tunaweza tukazungumza kwa urefu na swala hili, lakini tutakwenda kulizungumza kidogo kwa ufupi ili tuweze kuelewana. Wapo mashabiki ambao msimamo wao siku zote ni kwamba nidhamu kwanza, mambo mengine baadaye. Lakini una mashabiki wale kwamba hata kama nidhamu yako ni mbovu, kikubwa tunachotaka ni matokeo. Lakini kingine ni kwamba nature ya mpira wa Tanzania tunaweza tukalinda nidhamu yake kama kule wa Senegal ambapo wamekifanya na kumrejesha bwana mdogo kwenye utimamu, kwa sababu alikuwa hawezi kucheza mechi nyingi akiwa anapata injury sana, lakini pia alikuwa anapata kadi na kugombana na makocha. Lakini kwa msimu huu wa 25-26 bwana mdogo amebadilika sana, hajapata hata kadi ya njano. Amepata kadi za njano 2 kwenye michezo 25 aliyocheza, akiwa na goli 18 na assist 12. Sasa jiulize, huyu mchezaji anakuja kuisaidia Yanga kwa namna gani? Unahisi Young Africans wameingia mkenge kumsajili mchezaji mwenye background ya hivi, au unahisi tumepata Fiston Maraye mwingine ambaye anakuja kutimua vumbi hapa kwenye soka la Tanzania na barani Afrika? Lakini masharti makubwa kwenye mkataba wake ndicho kitu pia ambacho kilikuwa kinawauliza maswali wanahabari wengi na wachambuzi wengi wa soka. Mchezo kupata nafasi ya kuanza zaidi ya 55% kwenye michezo yote ya Young Africans ya ndani, lakini pia kupewa nafasi ya kuanza kwenye michezo 4 kati ya 6 ya makundi ya Champions League kama Yanga atafanikiwa kwenda kwenye hatua ya makundi. Hii unaionaje shabiki wa Young Africans? Imekaa vyema au unahisi ni kwa nini wameweka vipengele hivyo? Kwa sababu ni bwana mdogo, miaka yake ni 20, lakini hatujui ni kipi ambacho kinaendelea kwenye mkataba wake. Tusubiri tuone kama kiwango chake kitaruhusu au mambo yatakwenda ndivyo sivyo. Sakata la Stefan Aziz Ki kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Africans, ndoto hizo zimezimwa na mashabiki ambao walikuwa wapo na moyo na shauku ya kumuona tena Stefan Aziz Ki akirejea kwenye viunga vya Dar es Salaam Young Africans. Kwa sasa tunaweza tukasema basi Aaron Okello ndio jibu sahihi ambalo kocha
mkuu wa klabu ya Young African, kocha mpya wa klabu ya Young African. Hapa tunamzungumzia Nasri bin Nabi. Amewaambia kabisa viongozi wa klabu ya Dar es Salaam African hairuhusiwi na haitakubalika kwa Young African kutoa fedha kubwa kumlipa Stefan Aziz Ki, wakati Aaron Okello hakimchezesha kama vile inavyotakiwa. Anaweza kupata kile ambacho anakitaka hata kwa Stefan Aziz Ki. Anakuambia fedha zitazotumika kumleta Aziz Ki zinaweza zikatumika kusajili wachezaji watatu, na wa kwanza ndio huyo Haran Traore. Tusubiri wengine wawili wanakuja, ni vyuma vya moto. Kuna kiungo mkata shoka mguu wa kushoto kama Adidi Hucho, tunamsubiri tumuone. Tutakwenda kumzungumzia kwenye video nyingine kwa sababu yeye usajili hujakamilika. Tutakwenda kuzungumzia tu statistics zake, uwezo wake na miaka yake. Kwa hiyo usisahau kusubscribe. Tutakutana wakati mwingine. Asante sana.